Milele, asante sana kwa sababu ya hii siku ya leo ambao umetujalia. Asante sana kwa kutuwezesha kupatana hata siku nyingine, Mungu wangu, hata tunapojikumbusha kufa na kufufuka kwa mwanao Yesu Kristo. Tunapokumbuka Mungu Baba, msingi wa imani yetu, msingi wa wokovu uliotujalia Mungu wangu, naomba kwamba Mungu wangu hautawacha ujumbe huu ufanywe bure, ufanywe kwa ubatilifu, bali Mungu Baba kwamba utaitumia kutukuza jina lako na kuendeleza mipango yako katika kanisa hili, kuamsha waliolala, kuwapa nguvu wale waliodhoofika Mungu Baba, na kuwaita waliopotea. Fanya hii yote kwa utukufu wa jina lako na kwa utukufu wa mwanao uliyemchagua, Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba haya yote katika jina lake takatifu. Amen. Wakorintho, barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorintho, mlango wa 15. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho, mlango wa 15. Nasoma kutoka mstari wa 3 hadi wa 8. Unasema hivi: kwa maana yale niliyopokea ndiyo niliyowapa ninyi, kama yenye umuhimu wa kwanza, kwamba Kristo Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yasemavyo maandiko, ya kuwa alizikwa na alifufuliwa siku ya tatu, kama yasemavyo maandiko, na kwamba alimtokea Kefa, kisha akawatokea wale 12, baadaye akawatokea wale ndugu waumini zaidi ya 500 kwa pamoja, ambao wengi wao bado wako hai, ingawa wengine wamelala. Ndipo akamtokea Yakobo, na kisha mitume wote. Mwisho wa wote akanitokea mimi pia, ambaye ni kama aliyezaliwa si kwa wakati wake. Amen. 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 Wale ambao tulikuwa hapa siku ya Good Friday, naona wengi wenu tulikuwa hapa siku ya Good Friday, na nilisoma hii chapter hapa, ndio nilisoma, lakini nilisoma verse moja. Paulo anaandika barua kwa Wakorintho. Katika hii mlango wa 15 kuna jambo ambalo anajadiliana na wao kuhusu, na jambo ni hili kwamba amesikia kwamba katika kanisa la Wakorintho kuna watu ambao wanasema tutafufuka ndio, lakini hatutafufuka katika mwili. Wengine wanasema hakuna kitu kama ufufuo, hakuna ufufuo. Kwa hivyo Paulo anawaandikia kujadiliana na wao, kuambia mkitoa ufufuo wa mwili mumetoa nini? Injili. Hakuna injili kama hakuna ufufuo wa mwili. Na anaanza kwa kuwakumbusha, nilipokuja kwenu niliwafunza injili, injili ambayo kwa kuiamini na kuendelea kuiamini mnaokolewa na mnaendelea kuokolewa. Na injili niliyokuja kuwaambia ni hii. Nilianza na kuwafunza ile ambayo ni muhimu kabisa kabisa. Na ni gani hii ya muhimu kabisa? Ni gani hii ya muhimu kabisa, Bwana James? Nikikuja kufunza mtu injili, mtu aniambie, Bwana James, niambie injili na dakika moja, utamwambia kuhusu nini? About the baptism of Christ. The baptism of Jesus Christ. Hiyo ndio injili, kwamba Yesu alibatizwa. Hiyo ndio injili. Nikikwambia niambie habari za Yesu, habari za injili na 1 minute, utaeleza kuhusu nini, dada Sharon? Kama ubatizo wa Yesu ndio muhimu kabisa, hiyo ndio tungekuwa tunasherehekea.
sio ndio tungekuwa tunakumbuka ubatizo wa Yesu. Sisemi ubatizo wa Yesu hauna maana, uko na maana na uko na maana kubwa. Hata tunafaa kufanya sermon kuhusu ubatizo wa Yesu. Lakini kiini cha injili ni nini? Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anakuja akasema, nimekuja hapa ili kubatizwa. Hivyo ndio alikuwa anaongea Bwana James. Nimekuja hapa ili nibatizwe, nikibatizwa kazi kwisha. Kivipi? Kwa kufa na kufa. Hiyo ndio kiini cha injili, kifo na nini? Kufufuka. Nikikwambia niambie injili na 1 minute na ukose kuniambia kuhusu Bwana Yesu kuzaliwa, kuchukua mwili, Bwana Yesu kufa, Bwana Yesu kufufuka katika mwili, kuonekana, bado basi hujafika injili Bwana Yesu. Na hiyo ndio maana tunakuja kanisani. Umemsikia Paulo, si tumesoma tu hapa sasa hivi. Amesema niliwaanzia na ile ambayo ni muhimu kabisa, kwamba Bwana Yesu alifanya nini? Alifanya nini? Alikufa kulingana na maandiko. Ameandika nini? Soma hapo. Haya, kwani sijawaandikia hapa? Kitu tunasoma tuko 1 Corinthians chapter 15. Nasema alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama yasemavyo maandiko. Hii si kitu ilifanyika shagala bagala. Hii ni kitu ilikuwa imetabiriwa, ni kitu ilikuwa imepangwa, na hata wakati alizaliwa akianza huduma yake alikuwa anajua hii huduma haitakwisha kama sijafanya nini? Kama sijakufa. Hii huduma haitakamilika. Hii huduma haitafanikiwa kama sijasulubishwa. Nisulubishwe na nifanye nini? Nifufuke. Na alikuwa anawaeleza wanafunzi wake. Wanafunzi wake hata hawaelewi. Kuna siku ingine hata anawaambia karibu Peter mchape mangumi. Yaani umeacha bibi yako, umeacha shamba ulipewa na baba yako, umeacha mabiashara zako, ufuate mwalimu, alafu mwalimu amekuja kukuambia ati mimi naenda kukufa next week. Bwana nyamaza Hatujakufuata ndio ukufe. Unajua tumeacha nini we? Ndio tukufuate we. Alafu unakuja hapo unatuambia ati kazi yangu ni kufanya nini? Kukufa. Tumeacha mabibi nyumbani na shamba na kazi, ati ndio tukufuate wewe. Alafu wewe unakuja hapo unasema msitarajie tena mimi nimekuja kukufa. Mnafuata mtu ambaye ameweka macho yake kaburini. Petro alikasirika sana akamkemea Yesu. Aambia wewe Yesu wewe, acha kusema maneno kama hayo wewe. Yesu akamwambia ondoka mbali nami wewe shetani wewe. Unatamani mambo ya wanadamu badala ya kutamani mambo ya nani? Ya Mungu. Kufa kwangu ni matamanio ya baba yangu. Baba yangu anatamani kufa kwangu. Amina. Na imeandikwa kwamba hawa wanafunzi walikuja kuelewa maneno ya Yesu baada ya nini? Kufufuka kwake. Walikuja kuelewa baada ya kufufuka. Yesu alikuanga anaongea nini? Anasema kumbe alikuwa amesema hii maneno yote. Tunakumbuka ile barabara ya Emmaus. Barabara ya Emmaus akiongelesha wale vijana. Nasikia mimi hiyo mnaongelelea. Awe ndio ujue kuhusu Yesu. Alikufa nini. Wao wote wamekuja wakasema ati Alafu Yesu akaanza kuwaeleza akawaambia, wapumbavu nyinyi. Mbona mko wagumu wa mioyo kuamini yote yaliyoandikwa katika maandiko? Je, haikumpasa Mwokozi kufanya nini? Kufa, alafu siku ya tatu kufanya nini? Kufufuka.
Yesu Kristo ameongea mara mingi sana kuhusu kufa na kufufuka kwake. Amesema huu mwili nitauvunja, hii hekalu nitaivunja na siku ya tatu nitaijenga tena na siku tatu. Amesema kama vile Jona alimezwa kwa samaki siku 3 na kalala pale, hata mwana wa Adamu pia hivyo hivyo. Hiyo ndio ilikuwa inaashiria kwamba mwana wa Adamu pia atamezwa na kifo, akae pale siku ya 3 afanye nini? Afufuke. Hii yote alikuwa ashawaambia, lakini wao wakisikia wanasema mimi kila saa naongea siku tatu, sijui akufe, sijui ya nini. Lakini ndugu zangu, wale ambao mlikuja hapa Ijumaa, nilipata kufunza na lengo langu ilikuwa muone umuhimu wa Yesu Kristo kufa. Muone umuhimu wake na kwamba ni jambo la lazima likafanyika hili. Lakini kufa kwa Yesu Kristo, ingawa ni jambo kuu, ingawa ni jambo kubwa, ingawa ni jambo ambalo tutalitazama milele na milele, na kwambia milele na milele, hapo ndo mawazo yetu yatakuwa pale msalabani. Jambo ambalo Yesu Kristo alifanya, jambo ambalo Mungu alifanya katika kumtoa mwana wake wa pekee. Yaani Mungu alisema niko tayari kumwokoa Joseph no matter what it takes. Even if it means ninatoa mwana wangu, nitatoa. Alikuwa tayari kufanya chochote ili kukukomboa wewe ambaye umemwamini. Alikuwa tayari. Akasema hata kama ni mwana wangu kukufa, I will do it. Na akatimiza. Ingawa msulubisho ni jambo kuu kivyake, halijakamilika bila nini? Ufufuo. Bila ufufuo. Ufufuo ndio ilikuwa, yani hiyo ndio ilikuwa tuseme hata ndio church, hapo ndio power ya church ilianzia. The resurrection. Ndio maana ukisoma Acts of the Apostles, lazima kwanza waongee kuhusu about the risen Savior. Huyu ni Mwokozi aliyeshinda kifo. Mwokozi tunayetangaza hapa saa hii ni Mwokozi aliyezikwa na akashinda kifo. Hapo ndio nguvu ya Ukristo inaonekana. Kwamba Ukristo tunaongea kitu ambacho ulimwengu mzima unajaribu kushinda, ulimwengu mzima unajaribu kupigana nayo, lakini hawataki kusikia kwamba dawa inapatikana tayari. Ishaonekana, ishadhihirika. Wapi? Dawa iko wapi ya kushinda kifo? Iko wapi? Edi. Iko wapi Samuel? Kwa Yesu. Ni kwa Yesu Kristo. Sababu yeye pekee ndiye ameshinda kifo, ama kuna mwingine? Umemsikia mwingine ameshinda kifo? Umemsikia mwingine ametoka kaburini? Manabii wamekuja wengi na mitume wengi. Ndio wako wengi. Na marais na wanajeshi na wanafilosofia na wanabiashara. Sio wako wengi. Na wanadamu wanawasifu wote, wanasema ninataka kukua kama Elon Musk. Ndio ndio inakujanga wa kwanza, ako na mabilioni hadi unashangaa mabilioni. Ninataka kukua kama na huyo Elon Musk mwenyewe ana siri ya kifo. Ana siri. Si wanajaribu kina Bill Gates wote, si wanajaribu sijui wamefanya mambo mengi. Ama unafikiri binadamu wajaribu kushinda kifo? Unafikiri hawajaribu? They are trying. Na wakishindwa wanajipea madawa ambazo zinawadanganya akili. Kuna surgery mtu anafanyiwa akiwa miaka 80, ndio anafanya facelift hivi ndio aonekane ako miang. Kwa nini anafanya hiyo mambo yote? Akijiangalia katika uzee wake anajua next thing ni nini? Ni kaburini. Sasa anataka kudanganya akili kwamba bado sijazeeka. Uzee unakuja ndugu yangu, hata uwe na pesa aje.
hata uwe na mali kivipi, uzee unakuja. Kuna huyu martial artist Chuck Norris. Ani hapa ajui Chuck Norris. Unamjua Chuck Norris? Unamjua Chuck Norris hapa? Si wote wanajua Chuck Norris. Basi mnajua sifa zake. Unajua sifa zake. Ndio alikuwa anasema sisi Chuck Norris akienda kwa jua ni kamel. Hizo majokes zake kwa sababu alikuwa anatandika watu kwa movie. Chuck Norris ameshinda kifo na hizo flying kicks zake. Alikuwa na flying kicks. Amechapa kifo flying kick. Ako wapi Chuck Norris sasa? Kaburini. Na flying kicks zake? Kaburini. Ako wapi? Kaburini. Si ako chini? Hata sasa nafikiria mama Sholati Bruce Lee very young. Alikuwa anafanya mambo ya ajabu sana kwa movies pale. Mtu anakuwa superstar kwa sababu ya technique kali. Natangaza watu ulimwenguni wote. Bruce Lee ako wapi? Ako wapi Bruce Lee? Ako wapi? Na hizo anakata kukata, haya anashtua vibaya sana. Enda watch YouTube uone mambo wanafanya, hata unashtuka unashangaa. Mwanadamu anaweza fanya mambo kama haya? Yuko wapi? Na hizo super kicks zake. Angeweza kuona kifo hivi atandike kifo moja. Kifo iseme wewe sijaiona flying kick kama hiyo. Yuko wapi Bruce Lee? Jago. Anauza house. Anauza house. Hiyo ni kila mtu ndugu yangu, kwa sababu tulianguka katika baba yetu Adamu. Hii ni kitu tumerithi kwa sababu baba yetu alitenda dhambi na sisi wote tulitenda dhambi ndani yake. Hivyo ndio Biblia imetueleza. Sote ni watenda dhambi katika baba yetu Adamu. Kwa hivyo sote tunafanya nini? Tunakufa. Lazima tuingie katika mtu mwingine. Lazima tuingie katika mtu mwingine, Adamu wa pili. Lazima uunganishwe na Adamu wa pili, kwa sababu kama vile Adamu wa kwanza wote tunakufa ndani yake. Sasa wale ambao wameunganishwa na Adamu wa pili, wao wanafanya nini? Wanashinda tu. Lazima uunganishwe na huyu Adamu wa pili. Hii ufufuo sasa ndio inatuhakikishia kwamba Yesu Kristo alibeba dhambi yako. Yeye si mwenye dhambi. Kwa hivyo katika yeye kufa, kumbuka the wages of sin is death. Kwa hivyo mbona Yesu anakufa na yeye si mtenda dhambi? Mbona Yesu anakufa na yeye si mtenda dhambi? Mbona yeye anakufa? Kwa sababu amebeba dhambi ya Harrison. Dhambi ya Harrison imemweka hapo. Tunasema alikuwa anajitolea kama dhabihu safi. Anatandikwa, anajitoa kama dhabihu safi. He's offering himself for the sake of the sin of the people he's representing. Ili kuhani mkuu kuenda kuomba kwa ajili ya umati wa Israeli, lazima kwanza angechinja ng'ombe ya ajili ya dhambi zake kwanza. Kuhani mkuu ni mwenye dhambi, lazima kwanza achinje ya dhambi zake. Baada ya kuchinja yake, sasa achinje ya umati. Achinje ya umati, sasa ndio anaweza kuingia Holy of Holies, aseme oi, watu wako wametenda dhambi. Watu wako sasa, Mungu wangu, tunaomba fanya nini? Samehe. Nakwambia hata huyo kondoo, huyo bull mwenye alikuwa anachinjwa, si kwa sababu wanaweza toa dhambi kiti yake, ni kwa sababu walikuwa wanaashiria, walikuwa wanaongea. Mwenye alikuwa anachinja na imani angeweza kuona kwa umbali yule mwana kondoo aja anayekuja. Ama mnafikiri unaweza samehewa dhambi kwa sababu ya kondoo? Basi mbona Mungu amtume mwana wake wa pekee? Si tungeendelea kuchinja makondoo hadi leo. Amen. Tungechinja makondoo hadi leo. Nasema Edwin unaleta kondoo ya next week. Hatuchinje makondoo.
walikuwa wanachinja, ilikuwa inakufungua macho kuona kondoo anayejaa. Na huyu kondoo alipokuja, yeye ndo alikuwa kondoo na yeye ndo alikuwa kuhani mkuu. Yeye hahitaji kuchinja mwingine kwa ajili yake, yeye hana dhambi. Kwa hivyo anatoa hiyo moja kwa ajili ya wale anaofanya nini? Anasimamia. Kazi safi. Akafanya hiyo kazi, akafa, akabeba dhambi zetu kamilifu. Basi tutajuaje kwamba ameshinda dhambi? Tutakuwaje na uhakika kwamba ameshinda dhambi? Ila kifo afanye nini? Akishinde, kuonyesha kwamba bei ya dhambi imefanya nini? Imelipwa. There is no more need for him to stay there. Katika yeye kufufuka, inakuwa ni announcement kwa ulimwengu mzima. Inakuwa ni announcement kwa ulimwengu mzima kwamba dhambi zimefanya nini? Zimelipwa. La sivyo tungekuwa tunakaa hapa leo, nafikiri ningekuwa na injili ya kuhubiri. Ningekuwa hapa leo nakwambia Yesu alikufa, mwana wa Mungu alikufa. Ako wapi leo? Bado ako kaburini. Yaani kumaanisha nini? Yaani kumaanisha alibeba dhambi na bado anazibeba hadi leo anabeba. Bado zimefanya nini? Zimemshinda. Ninaweza kuwa na injili kweli? Hapo niko na habari nzuri ya kukwambia kweli. Yaani kukwambia wewe sasa, sijui tutafanya aje, sijui tutaomba ama tutafanya aje, na tutaomba aje kama tayari dhambi zetu bado tunafanya nini? Nazibeba. Easter Sunday is a good Sunday. Amen? Easter Sunday is a good Sunday. Wamekuja pale wakitarajia kumpata kaburini yule aliyechaguliwa, yule aliyetiwa mafuta na akatoka. Na hii Mungu amehakikisha ameiweka katika msingi thabiti, kwa sababu hii ikitingika, Ukristo unatingika. Hii ikitingika hii, wacha nikwambie, kuna mambo mengi watu wanaweza kukutizi nayo katika Ukristo nini, lakini kama una uhakika kwamba Yesu Kristo alikufa na akafanya nini? Akatoka kwa hiyo kaburi. Nakwambia basi hiyo is stronger than anything else. Just that. Hata kutokea teknolojia gani saa hii inashitua watu. Kama vile huyo jamaa anaitwa Charles Darwin. Nani anajua Charles Darwin hapa? Nani anajua Charles Darwin? Hapa kuna watu wanajua Charles Darwin. Ulisikia nini kuhusu Charles Darwin? Alileta theory gani huyo Charles Darwin? Evolution, sio? Mshasikia kuhusu evolution? Charles Darwin ni jamaa aliandika kitabu kubwa inaitwa The Origin of Species. Ikaleta fujo kabisa katika ulimwengu wa wataalamu na wanasayansi, kwamba mwanadamu, wanasikia mwanadamu waliumbwa. Anasema hakuna kitu kama hiyo. Niko na evidence. Anasema niko na evidence. Nimefanya research kote, nimeokota mifupa, tumeiangalia kwa microscope, na sasa tuna uhakika kwamba mwanadamu alianza kama chimpanzee. Gorilla. Hata wanazipea jina. Alikuwa sijui Ramapithecus, akaitwa Zinjanthropus, akaanza kutembea, ukaanza kugeuka, manywele zinaanguka, kichwa kinakuwa kikubwa. Sasa ndio tumefika leo. Sapiens. Na ikachukuliwa kwa kishindo kikubwa katika ulimwengu wa sayansi, kiasi cha kwamba kiko katika vitabu vya sayansi. Hiyo ndio inakubalika katika ulimwengu wa sayansi, kiasi cha kwamba kama wewe ni mtaalamu, kama wewe ni mwanasayansi na unakataa hiyo theory, unaonekana kama mwanasayansi zuzu. Siku hizi it is taken almost as fact as much as it is theory.
as much as hiyo theory yenyewe iko na weaknesses nyingi sana, si ndio? Sababu kama kina Ramapithecus walikufa, si tungebaki na Ramapithecus wawili watatu tungewao. Ama walienda wapi wote? Anyway, wakati mambo kama haya, tuseme sasa Edwin ni mtaalamu. Kina Charles Darwin ndio hao wameleta mifupa yao. Wameleta utafiti wao. Edwin atahitaji kitu ambacho ni dhabiti, anaweza kukishikilia kusema kwamba ndio mmeonyesha hiyo yote, lakini niko na kitu moja ambayo pia mimi ninataka nini mfanye nini, mnieleze hii. Nieleze hii. Ukinieleza hii basi, if you are able to explain the way, how did this man rise from the dead? How did this man tell me, explain to me about this Jesus Christ, and then I will believe about your Ramapithecus. Edwin atahitaji mahali ya kushikilia. Unajua meli inapokujwa na mawimbi inakwanga na nini? Na nanga, si ndio? Nanga ni kitu kadogo hivi, anatupa hiyo nanga chini, hiyo nanga ikishikilia vizuri, hata mawimbi yaje kivipi, mwili inafanya nini? Inabaki kusimama. Nakwambia Mkristo unahitaji nanga. Mawimbi yanakuja, and these winds are very strong and they are very powerful, na Mungu anajua unahitaji nanga, anajua unahitaji hiyo nanga. Amekupa katika kufufuka kwa Yesu Kristo. Sasa ninataka ushikilie hiyo nanga. Nataka wewe mwenyewe, hata kama hiyo nanga haijashika vizuri, nenda sasa kafanye utafiti wako. Si una kichwa? Si una akili zako? Nenda sasa kafanye research. Mimi nakwambia kuna watu ambao walisema, mimi ninaamua kuanzia leo ninafanya utafiti nionyeshe huu Kristo ni upumbavu. Wakaanza kufanya research kuhusu upumbavu wa Ukristo, wakageuka kuwa nini? Wakristo. Sababu anaanza kuchapa research, anaanza kuanza kukagua, anakaa chini anasema, hebu mtu anieleze, because tell me, how did this man rise from the dead? Help me understand. Wacha nikueleze. Huyu Yesu Kristo, kufa kwake, wacha nikwambia, hata wanahistoria wenyewe wanajua ni jambo la hakika. Hakuna mwanahistoria mwenye yuko serious. Hakuna hiyo, hata ni kitu historians don't even argue about that one. Hiyo hata our debate that Jesus Christ died, was crucified on a cross. Historical evidence ya kufa kwa Yesu Kristo iko dhabiti, iko sure kuliko hata Jomo Kenyatta. It is a more sure thing that Jesus Christ died than Jomo Kenyatta lived. Sijui kama mnanielewa. Hata wanahistoria Warumi wale ambao hawakuwa na any interest, hawakuwa na interest yoyote na Ukristo, wanakiri kwamba huyu jamaa aliuliwa chini ya yule prefect anaitwa Pilate. Yesu Kristo alikufa. Wanafunzi wake Yesu Kristo alipokufa Friday tulisema walifanya nini? Walienda na yeye wakasema, hamwezi chukua huyu Yesu wetu, na sisi tuko hapa. Hivyo ndio walisema. Walifanya nini? Wangapi wamesoma kitabu ya Mark? Mwingine alishikwa nguo hivi, alikuwa amevaa nguo nyepesi. Askari wamekuja hapo na fujo, wakashika yeye hiyo nguo, yeye akafanya nini? Akawaachia nguo. Akawaachia nguo, akaenda ndege. Hiyo ni Biblia imeshuhudia, yani kukuonyesha kwamba walitoroka kufanya nini? Walitoroka kutoroka. Hata mwenye alikaa ni kama kwamba hajatoroka sana ni hiyo Petro.
Petro nikaa alikumbuka nilisema mimi hakuna mahali nitaenda. So inaandikwa wakati walienda, Petro akawafuata na nyuma. Petro akawafuata na nyuma. Petro akawafuata na nyuma. Lakini mara mtu akaanza kuambia, "Wewe Petro, wewe nilikuona." Akasema, "Ai, mimi sijui huyo mtu wewe." Hata mwenye alifuata na nyuma alienda akasema, "Mimi wewe Yesu, mimi sijui huyo mtu." Hata akaapa akasema, haki ya Mungu. Sijui huyo Yesu, sijawahi muona katika maisha yangu. Wanafunzi walifanya nini? Walitoroka. Walijua sasa venye serikali imewaamulia na ikashika Yesu, hata imeandikwa wakaenda kujificha mafichoni. Kwa sababu serikali wakianza na Yesu, next thing ni nani? Wao. Wao ndio wanakujiwa next. Umeruka. Lakini baada ya hiyo siku ya tatu, all of a sudden hao waoga wote tunawaona wamepata nini? Ujasiri. Wamepata nguvu mpya. Yaani wamekuwa imara. Sasa wako tayari kusema, huyu Yesu Kristo mliyeua. Nyinyi serikali nyinyi. Mliua Yesu lakini amefanya nini? Amefufuka. Yaani tukisoma Matendo ya Mitume, kina Petro wanaambiwa, nyinyi ni kama mnataka kusema ni sisi tuliua Yesu. Mnataka kuweka damu yake kwa kichwa yetu. Ndio, mliua na akafufuka. Wakasema, nyamazeni na hiyo jina. Wakasema, ile kitu tumeshuhudia lazima tuseme. Wakaambiwa tutawavunja. Wakasema, nyinyi fanyeni kitu mtaona ni sawa machoni penu. Hivyo ndio kina Petro alisema, chenye ni sawa machoni penu fanyeni. Lakini sisi yale ambayo tumeona, yale ambayo tumeshuhudia lazima tutasema. Wametoa ujasiri wapi? Ujasiri umetoka wapi? Haya ndio mambo wanahistoria wanajadiliana, kwa sababu haya mambo nakueleza, haya ni historical facts. The death of the disciples of Jesus Christ, because they will not stop speaking about this Jesus Christ. Hiyo ni historical fact. So mwanahistoria anafaa kukaa chini aniambie, basi hawa waoga walitoa ujasiri wapi? Hadi wako tayari kufanya nini? Kutandikwa viboko. Nakumbuka si mmoja, si wawili, si watatu, si wanne, wengi sana. Ni wengi. Unajua tungekuwa tumeamua hapa sisi kama Pendo Huru tunasema Yesu Kristo amekufa, lakini ni uongo. Akishaona Michelle amesulubishwa hivi chini. Aone Sam ametandikwa viboko pale. Edi anaanza kusema, niko tayari kukufa kwa ajili ya uongo. Niko tayari kukufa kwa ajili ya uongo kweli. Ndio. Lakini Michelle anakufa, Edi anasema, kama Michelle amekufa hata mimi mnichukue, lakini Yesu alikufuka. Edwin anachukuliwa ra. Alex anasema mimi sinyamazi hata mtuue wote. Edwin ra. Wanachukua huyu anatupwa kwa masimba. Sam anasema bado mimi niliona na sinyamazi. Sini hii inafanya watu wanakuwa na ujasiri, hata masimba hayawanyamazishi. Hata masimba hawezi kuwanyamazisha. Viboka hawezi kuwanyamazisha. This is history. Explain it to me. Explain it to me, my brother. Help me understand. Nini hii imewafanya wako tayari kukula na masimba? Na hata wanakulwa na masimba wanashukuru Mungu. Nenda kasome historia ya Ukristo uone kwamba maisha ya kwanza
the first centuries of Christianity. Zilikuwa vitu za Wakristo kuteseka. Wanateseka mbaya sana. Lakini hata mateso yao hayafanyi nini? Hayawafukuzi. Kwanza yanafanya nini? Yanawaimarisha. Sababu wanajua jambo wanaloamini, jambo wanalotangaza ni hakika. Kanisa likaendelea kuenea. Kanisa likaendelea likisimama imara. Hata wale watu ambao walikuwa wanadharau mambo ya Yesu Kristo, kina Paulo, na kuna wengine wengi kama huyu Yakobo ambaye ametajwa pale. Kina Paulo walikuwa wanachukia mambo ya Yesu sana. Paul alikuwa anafikiria Jesus is an imposter. Ndio maana alikuwa tayari kutesa Wakristo. Alikuwa anafikiria Wakristo ni makafiri. Wakati wa Paulo Wakristo walikuwa wanateswa. Alafu huyu Paulo anayetesa Wakristo kidogo kidogo anageuka anakuwa Mkristo. Sasa Paulo yuko tayari kuteswa. Wacha wengine, sikiza venye watu wanaongea kuhusu Paulo. Wanasema ati Paulo alikuwa Mkristo sababu alikuwa mwanabiashara. Sababu alikuwa anataka. Paulo alikuwa na pesa huyo. Paulo alikuwa na hadhi huyo. Ukristo wake ndio ilimleta nini? Ilimleta chini, ilimtandika viboko hizo. Ukristo wake ndio ilimshusha. Mbona yuko tayari kushuka hadhi yake? Mbona yuko tayari kudharauliwa? Mbona si pesa? Alikuwa na pesa, sasa hana pesa. Alikuwa na hadhi, sasa hana hadhi. Sasa nakwambia Mwanaisraeli wakati wa Yesu Kristo, ukiamua wewe ni Mkristo, familia yako inafanya nini? Inakudissolve. Urithi wako wote unafanya nini? Unanyang'anywa. Familia yako inakutreat as though you are what? Yes, you are dead to them. You are dead to them. Mbona basi mtu aache Ukristo kama hakuna kizuri amekiona huko? Huyu Paulo mwenyewe hata ako hapo na watu wa kutesa Wakristo, anageuka kuwa Mkristo pale miongoni mwa wateja wa Wakristo. Kuna kitu aliona, na anatueleza aliona nini? Aliona nini? Aliona nini? Alimwona Yesu. Alimwona Yesu mwenyewe. He saw the Lord in the flesh. Hata watesi wanageuka wanakuwa Wakristo. Explain that to me, brother. Explain it. Na hii barua ya Wakorintho is one of the first books of the New Testament. Hiyo organization uko hapo nayo hapo kwa Biblia is not historical. Imeorganiziwa kwa njia ambayo kuelewa ni rahisi. Lakini that first Corinthians is one of the first books of the New Testament, written around the year 50. Most of these letters were written even before the Gospels were written. Historically. Kanisa lilikuwa lishaanza, kina Paulo walikuwa washaanza kuandikia watu mabarua. Kabla kina Marko na nani kutoa moved na the Holy Spirit kufanya nini? Kuandika historical accounts. That is one of the first books of the New Testament, First Corinthians. Kwa hivyo hii book hata itaandikwa baada ya hata miaka haijapata 10-20 kabla ya Yesu kufufuka. Wale ambao walikuwa wanasema wamemwona Yesu bado walikuwa hai. Ndio anaiandika hapa. Akiandika hii barua kwa Wakorintho, anaandikia Wakorintho akiwaambia watu walimuona Yesu bado wako. Na ukitaka kwenda kuwafanyia interview, unaweza enda. Wako wengi na mimi ni mmoja wao. Hata wengine wakianza kusema hapana,
Si Yesu waliona, walikuwa wanatamani sana kumwona Yesu hadi wakaanza kuona vitu zao. Paulo anawaandikia, Yesu Kristo hakuwa anatokea kwa mtu mmoja mmoja. Hata kuna wakati ambapo alitokea kwa watu 500 at the same time. Kwani watu 500 watahallucinate the same thing? Sisi wote tuchukue madawa ya kuhallucinate, LSD. Tutaona vitu the same? Tutaona vitu the same? Alex ataona vitu zake huko, na huyu aone vitu zake, na huyu aone vitu zake. Hatuwezi wote sote hapa tukue tunaona vitu the same. Lakini inaandikwa hawa watu 500 at the same time walimwona Yesu, na wakasema Yesu. Na anawaambia hao watu wako hai. Ukitaka kuchapa safari kutoka huko kwenda Yerusalem utawapata wako, watakueleza story na utaona kwamba story zao zinafanya nini? Zinaingiana. Utajionea wewe mwenyewe. This is eyewitness account. Hata hao ambao wanaandika hizi vitabu kwa ajili yako, kina Luke, wanakuandikia Matendo ya Mitume, Acts, Mark, unaona kwamba wanaoandika hizi Injili, acha nikwambie kitu interesting. Ni watu wagani walikuwa wa kwanza kuona kaburi? Ni watu wa kwanza waliona kaburi halina mtu. Okay, masoldier ambao tunaandikiwa walikuja wakasema ni wanafunzi walikuja usiku wakaiba mwili, wakasongesha hiyo mawe ile. Haya, na masoldier. But among the disciples of Jesus Christ, those ones will not say the truth. Even they were paid off. Among the disciples of Jesus Christ, who are the first? Oh, even before Simon Peter. Mary, the women. The women. It was the women. Acha nikwambie, wakati wa Yesu Kristo ushahidi wa mwanamke haukuwa unamaanisha kitu. Ushahidi wa mwanamke haukuwa inamaanisha kitu. Hiyo ni kumaanisha mtu angekuwa anatunga hiyo story, angeweka women witnesses. Angeweka, sio kama unanipata. Kwa sababu huo wakati ushahidi wa mwanamke ulikuwa chini. Unadharauliwa. Hiyo ati wao wanakuwa hivi. Sio mnasikia hata venye Emmaus, wale watu Emmaus venye walikuwa wanaongea. Wanasema ati kuna wanawake wanasema wamemuona. Lakini sisi tulikwenda kujiangalia, hatukuona kitu kama hiyo. In short, amedismiss kama testimony ya wanawake. Haikuwa ina mean anything. So kama watu wangekuwa wanashikilia hiyo historical account, wanaandika stories za uongo, there is no way they would put that there. Mmoja mtu akijaribu kuweka kudanganya venye wanajaribu ku make story kwetu hapo. Anaongezea anaifanya ikue kuwa la kuaminika. Lakini ukweli utapata whatever is true inakwanga na hizo sijui niite defects, sijui niite oddities. There's some oddities about the truth that ukiinganisha na historical accounts zingine. Ndio maana ukisikiza shahidi mmoja, shahidi mwingine, story si the same lakini zinafanya nini? Zinaoana. Hizo oddities zinaingiana. Huyu jamaa alikuwa anakaa kwa kiti yake kila siku, lakini hiyo ndio siku aliamua atatoka saa 2. Something weird. Whatever. Mungu anataka ujue kwamba hii ni jambo la hakika. Hii ni nanga ambao Mungu anakujalia. Ndio upate kujua hakika huyu Yesu alifufuka. Haya mambo yote hata ujaribu style gani. Wamejaribu, wanahistoria wamejaribu kila kitu ku explain hizi vitu ambazo wanakueleza. Wanasema wali hallucinate. Sasa tuta hallucinate watu 500.
Walikuwa wanataka kudanganya watu. Utadanganya watu hadi mko tayari kupigwa maviboko. Jambo pekee ambalo linaweza kueleza haya mambo yote ni mambo ambayo ulimwengu hautaki kuamini, kwamba nguvu za Mungu zilikuwa zinafanya kazi, zikamuinua Yesu Kristo kutoka kaburi lake, akatoka pale katika mwili, akatokelezea wanawake, akatokelezea wanafunzi wake, akatokelezea hata wakiwa wengi, akakula masamaki na wao, akakula mikate na wao, na akapaa mbinguni wakiona. It is the only thing that explains everything. Watu hawataki kuamini hiyo. Hiyo tu nimekueleza kwa mbinu ya kibinadamu, kwa mbinu ya mtu ambaye hajajua nguvu za Mungu. Kama kuna yule ambaye hajajua nguvu za Mungu, na kupea homework sasa, enda unielezee kuhusu yale mambo yaliyofuata baada ya kufa kwa Yesu. Go and think hard about it and come up with an answer. Kwa sababu Mungu anakuwekea hiyo kitu mbele yako. Unajua kuna yule aliyetoka kaburini mwake. Verse 12 to 19. Kutoka kwa wafu. Mbona baadhi yenu mnasema hakuna ufufuo wa wafu? Wasikia kitu anauliza hao wa Korintho. Nasikia kuna watu wanasema hakuna ufufuo wa wafu, na sisi tunawahubiria kwamba Yesu amefufuliwa kutoka kwa wafu. Ala. Basi kama hakuna ufufuo wa wafu, lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, basi hata Kristo hakufufuliwa. Tena ikiwa Kristo hakufufuliwa kutoka kwa wafu, kuhubiri kwetu kumekuwa ni bure na imani yetu ni batili. Zaidi ya hayo, tunaonekana kuwa mashahidi wa uongo kuhusu Mungu, kwa sababu tumeshuhudia kumhusu Mungu kwamba alimfufua Kristo kutoka kwa wafu. Lakini hilo haliwezi kuwa kweli kama wafu hawafufuliwi. Kwa kuwa kama wafu hawafufuliwi, basi hata Kristo hajafufuka. Tena kama Kristo hajafufuliwa, imani yenu ni batili, nanyi bado mko katika dhambi zenu. Hivyo basi, wote waliolala katika Kristo wamepotea. Ikiwa tumaini letu ndani ya Kristo ni kwa ajili ya maisha haya tu, sisi tunastahili kuhurumiwa kuliko watu wote. Hiyo ni injili hapo ameiweka hapo. Very sweet. Ameweka injili lakini on the other side anakuambia sasa, nasikia watu wanasema hakuna ufufuo wa mwili. Basi kama hakuna ufufuo wa mwili, basi hakuna mtu amesamehewa dhambi zake hapa. Sababu mwenye alikufa kwa ajili ya dhambi zenu, na nasikia mnakiri Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zenu, bado yuko wapi? Ako kaburini. Kwa hivyo bado mko katika dhambi zenu. Bado mko katika dhambi zenu kama hajafufuka. Hiyo ni kumaanisha basi mimi mwenye ninakuja hapa na wahubiria kwamba umepatanishwa na Mungu, unaweza enda kwa Mungu leo, basi kuhubiri kwangu kumekuwa ni nini? Ni bure. I'm wasting my time. Na nini wote kati mnanikuja hapa kunisikia, you're doing what? You're wasting your time kama Yesu hakufufuka. You're wasting your time kama Yesu hakufufuka. Enda fanya kazi nyingine. Hii mambo ya Yesu ni nonsense. Ni nonsense. Achana na haya mambo kama nakwambia kuhusu mtu mwenye atio alikufa akashinda kifo na baada yako kaburini. Why are you here?
Does it benefit you to believe in a dead savior? Inasaidia mtu kuamini mwokozi aliyekufa na akabaki huko? Inasaidia mtu? Sikia kitu anasema, kama imani yetu kwa Yesu Kristo ni katika maisha haya tu, hakuna mtu wa kuhurumiwa kama Mkristo. Hakuna mtu wa kuhurumiwa kama Mkristo. Yaani unafanya kila kitu maisha yako, unakula ndio mtukuze Yesu, unaoa ndio mtukuze Yesu, unaenda kanikazi ndio mtukuze Yesu, upate faida tu za hii ulimwengu, na baada ya hiyo hakuna kitu unatazamia. Useless. Useless. Hakuna mtu wa kuhurumiwa kama Mkristo. Nyesha huu ufufuo una maana. Unatambua vile ambavyo Biblia imesema sisi ni mwili moja katika Yesu Kristo. Tumeunganishwa na Yesu Kristo kwa nguvu za Roho wake Mtakatifu. Kwa hivyo ukilala usiku, ukiamka, si mwili inafuata. Si mwili inafuata. Ndio kuna kuangana ile lakini hata nani hapa ashapata sleep paralysis? Umeamka lakini mwili hujaamka. Uko awake lakini mwili hujaamka. Unapojipata katika hiyo hali, kuna mtu hapa ashapata hiyo sleep paralysis? Kwa najaribu kufanya nini? Najaribu kufanya nini? Alafu unajaribu kufanya nini? Unatulianga tu. Si unajaribu kulazimisha hiyo mwili fanye nini? Amuka bwana, fanya kitu. Unang'ang'ana unataka kasonge. Hata kichwa ikiamka, the next thing inaamsha ni nini? Ni mwili. Yesu Kristo sisi ni mwili wake. Hata amka, alafu sisi atuache wapi? Atuache tumelala katika kifo. Hata akituona tumelala katika kifo, kazi anayofanya leo ni kutusukuma. Kwa huwa venye Paulo anasema, kwa sababu Yesu Kristo ananivuta, sasa ndio ninafanya nini? Ndio ninasonga. Yesu Kristo anavuta watu, anavuta mwili wake ukuje towards the resurrection. Come towards life. Come towards the defeat of death. Kuja. Kama Kristo amefufuka na sisi tuko ndani yake, kwa hakika lazima hata sisi tutafufuka kama yeye. Hivyo ndo Paulo anafunza katika Book of Corinthians. Hata Roma. Anasema kama yule Roho ambaye yuko ndani ya Kristo anaishi ndani yetu, kama yule Roho ambaye alimfufua Yesu yuko hai ndani yetu, my brothers, kama aliwezana na mwili ya Yesu, hii ndio atashindwa? Kama mwili ya Yesu iliweza kutoka na ikatoka na ikakula manyama na masukuma, Yesu ndio itashindwa kutoka? Itatoka na utukufu mpya. Utukufu mpya ambayo huo mwili hauwezi kutenda dhambi tena. Huo mwili hauwezi kuchomwa na the effects of sin and death. It is a new life. It is a new body. It is a new glorious body. There will be no sin. Nakwambia saizi Mkristo analia. Saizi Mkristo analia, anasema woi, dhambi, tamaa, dhambi, tamaa. Ninatamani kushinda dhambi. Ninajaribu kutembea katika maisha ya Ukristo kidogo kidogo, ninapata tamaa yangu ndio hiyo imerudi tena. Ulafi wangu ndio umerudi tena. Hasira yangu ndio imerudi tena. Kisasi hicho kimerudi tena. Nakwambia my friend,
unaenda kupewa mwili ambayo hakutakuwa na kitu kama hiyo. Ama unafikiri mbinguni tutakuwa tunapigana na dhambi? Unafikiri mbinguni tutakuwa tunapigana na dhambi? Si ishashindwa? Katika mwili wa Yesu Kristo tutafufuka katika utukufu mpya, mili mpya ambayo haiwezi kushindwa na dhambi, mili ambayo imetawala dhambi, mili ambayo imetawala kifo. Yesu Kristo ana uwezo huu. Paulo anatuandikia katika kitabu cha Efeso, Wakristo, kama kuna Mkristo hapa haujui kile kipawa ambacho kinafanya kazi ndani yako saa hii. Anasema kama kuna Mkristo hapa atambue ile nguvu iko ndani yake, ile nguvu ambayo ilimfanya awe Mkristo ni ile ile ambayo ilitumika katika kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Amen. The power that brought Christ from the dead is the power that is at work in me. Kwa hivyo anakuhakikisha kuna nguvu ndani yako ambayo inashinda kifo. Hiyo ndio ilikufanya ukuwe Mkristo kama wewe ni Mkristo halisi. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, anakuambia there is a power inside you. There is a power you possess. There is a power that has possessed you, that is strong enough, that is powerful enough to defeat even the bonds of death. That is if you are a true Christian. That is if you are a true believer. That is if you are born again. Mkristo hafai kushindwa na dhambi. Ataanguka, ndiyo haijaandikwa, but ataanguka mara 7, lakini bado anafanya nini? Anaamka. Ataanguka mara 10, lakini atafanya nini? Atasimama na atashinda. Sababu ile nguvu iko ndani yake ni nguvu ya ushindi, ni nguvu ya uwezo, na uwezo mkuu. Usiniambie hapo umepigana na hiyo dhambi miaka 5. My friend, do you know the power that is within you? Do you know? If only you knew. If only you knew. Wacha watu ambao si Wakristo wapigane na tamaa miaka 50. Wacha. Hawana hiyo nguvu. Hawana roho aliyeshinda kifo. Huu ufufuo unatuhakikishia nguvu katika maisha yetu ya Ukristo, na unatupa tumaini lenye uzima. Sasa niko na kitu cha kutazamia. Niko na kitu cha kutazamia baada hata ya kifo. Kifo is no longer a threat to a Christian. Yule ambaye anatambua, mtu asaidie Alex. Umechoka sio? Mtu asaidie Alex. Tuko na kitu ya kutazamia. Ulimwengu haina tumaini beyond what? Tumaini ya ulimwengu inaishianga wapi? Inaishianga wapi? Kifo, si ndio? Atakuwa na tumaini yote, lakini tumaini yake haiwezi pita wapi? Beyond kifo. Kifo ndio mwisho ya matumaini yake. Roho ya mtu wa ulimwengu ni wacha nijienjoy yangu yote, kwa sababu kifo ndio hii. Na hiyo kifo ikishafika basi hiyo ndio mwisho. Mkristo uko na tumaini zaidi ya kifo.
umeshinda kifo, unaenda kupata maisha mapya, mwili mpya. Na hiyo maisha hii mwili brana inakuja. Ama nafikiri ni nyingine. Kwa nini nafikiri Yesu alipewa mwili mpya? Ilikuwa ni mwili ile. Lakini iko na new glory that it has defeated death. It has a new glory about it. My friend, hii ndio inarudi. Kiatu unaumbwa, kiatu kuna mwili ingine inaumbwa, alafu unapewa hasha. Ukombozi inamaanisha nini? Ukombozi ni kuredeem. Something is being redeemed. Wewe ukikuwa slave wangu, uende brother wangu, uende uibiwe hapo ukue slave. Nikienda nilipe bei, narudishiwa nani? Narudishiwa nani? Si ni wewe? Yeah. It is you I have redeemed. Kukombolewa. Hiyo ndio kukombolewa. Si ati ninapozaliwa brother mwingine mtu anasema oh to will remember Sam for the honor of Sam. No, it is not a new brother, it is Sam we are getting. The same one. Hii mwili ambayo ilianguka kwa sababu ya dhambi na kifo inaenda kuzikwa, sasa inaumbwa, inapewa nguvu mpya, inakuwa mwili mpya, inarudi na new glory. It's the same body. Lakini kila kitu ambacho ni effect ya kifo inafanya nini? Inaenda. Kama kuna mtu hapa alikuwa mlemavu, nakwambia utatembea ndugu yangu. Ulemavu is because of, you know, that is a part of sin, falling. Diseases. Yes, all this happened because of sin. Everything is because of sin. It's because of sin entering the world. Kama kuna mtu hapa ako na ugonjwa fulani, amejaribu madaktari wote na kuambia huo mwili mpya haitakuwa na ugonjwa. Tulisikia wa Rwanda wakimba, ala kuna malaria ni pazuri na kuambia. Unajua hiyo wimbo? Kwetu pazuri nimejapa kumbuka, ninayo hamu na mwokozi wangu, nayo nina furaha tena ya ajabu, ipate pita kwa watakao ikapeleke mbinguni. My friend, ni ukweli. Hauwezi hata imagine venye kutakuwa, kwa sababu unaona akili zetu tayari saa hii, hata nuru ing'ae aje, bado kuna yale mabaki ya uovu, bado kuna yale mabaki ya dhambi, bado kuna yale mabaki ya tamaa ambayo yanatuzuia kuona ile utukufu ambayo itakuwa katika dunia ambayo haina dhambi. Hatuwezi hata kuimagine, even our imagination is not capable of doing. Na kuambia ungeiona saa hii utamelt, utalipuka. You cannot take it. Kwa sababu tuko na hizi fallen bodies, fallen eyes. Na aliandika katika kitabu cha Wakorintho, what no eye has seen, what no ear has heard, what God has prepared for those who love Him. Hauwezi imagine hiyo kitu. Ufufuo wa mwili utakapofanyika, tutakapofanywa tuwe kama Yesu, hiyo ndio kitu tunatazamia sasa sisi kama Wakristo. Kwa hivyo kwa sababu tunatazamia kumuona katika utukufu wake, kwa hivyo that is what we look forward. Tunatia juhudi kumtazama ili tugeuke tuwe kama yeye. Sitaki Yesu Kristo anipate na macho ina watch pornography week after week. Hiyo ndio kitu naenda kufanya mbinguni. Hiyo ndio kazi naenda kufanya mbinguni, ku watch pornography. Is that what these eyes are going to be doing? No. So anytime I find my eyes watching pornography, hata ninajikasirikia. I'm like, why am I using these eyes that are going to see the Savior, that are going to see the glory of God,
to look at pornography. Hii macho inaenda kuona Mungu hii. Hii macho hii. Simakwambia ni katika mwili. Why am I using this eye? Hii mikono yangu hii inaenda kumbusu na kumkamata Yesu. That's what these hands are going to do. So why am I taking these hands and using them to write corrupt checks? Mbona ninatumia hii mikono kufanya ufisadi na wizi na ukatili? Hii mikono hii iliyokombolewa hii, mikono imekombolewa, imenunuliwa na inaenda kufanywa iwe mapya bila hata tone la dhambi. Mbona hii mkono naitumia kwenda kupiga watu mangumi? Acha hii mkono ifanye kazi ya Yesu. Amen? Amen. Tuna kitu ya kutazamia. Nakwambia utaangalia hiyo, hata ndio Paulo anatumia kuambia Wakristo, fanyeni kazi. Wa ulimwengu hawatakangi kutumia miili yao sana, kwa sababu wanaona wanaitumia inafanya nini? Nikaa inaisha. Ndio? Ni kama inaisha. Wakristo wengine wako na maakili kama watu wa ulimwengu. Na nakwambia ni kwa sababu hawafikirii kuhusu ufufuo. Ungeona kwamba ufufuo unakuja na kile ambacho kinakuja ni bora zaidi, basi ungetumia hiyo mwili yako kama mtu ambaye anatazamia ufufuo. Ndio maana Yesu Kristo anaitumia kama incentive. Anakuambia hiyo pesa yako uko nayo, enda upeane huko nje. Hiyo ni sasa, ukifanya hivyo, hiyo ni kuweka, hiyo ni unaweka pesa kwa bank ya kutumia wakati wa ufufuo. Akwambia wakati wa ufufuo utakuwa rich, utakuwa sonko. So Yesu anakuambia jinsi ya kukua sonko wakati wa ufufuo. Peana hiyo pesa. Unamwamini? Kama ufufuo ni ukweli, unaona sasa ndio hapo tunaanza kuonekana. Kama ufufuo ni ukweli, kama umeona ukweli wa ufufuo, my friend, basi kama haufanyi hivyo, wewe ni zuzu. Wewe ni zuzu. Tutafika hiyo time utakuwa na do. Sio, kumbuka Yesu akipeana hiyo story. Mwingine alisema mimi nimefanya kazi na zangu 5 nikapata 5 zingine. Akamwambia good, wewe pewa 10. We are looking forward to the resurrection. Hata tukitoa miili yetu katika kufanya kazi ya Bwana, watu wanaenda pale kufanya evangelism. My friend, nakwambia inaonekana ni kama kwamba ulimwengu unakuona wewe ni zuzu. Yesu Kristo anakuambia siku ya ufufuo malipo yako yote hautanyimwa, hata tone hautanyimwa. Malipo yako yote, hiyo kazi yote ya Bwana umekuwa ukifanya. Kuna mtu anaandika account pale chini, anasema Alex, angalia venye Alex anajistray, angalia you will not, atalipa yake yote. Yesu Kristo anakuambia you will get all your payment. Wewe ukisikia umeanza kukufa mwili, umeanza kukufa moyo, my friend, the strength comes from thinking about the resurrection. Hapo ndio iko. Look forward to what is coming when you will see your Savior, and hata utakuwa ashamed kumuona. Umekuwa ukimtazamia, umekuwa ukifanya kazi kama mtu ambaye anatazamia kuja kwake, umekuwa ukitayarisha. Unajua bwana harusi akikuja anaona yeye huyu amekuwa akifanya kazi akingojea sherehe ikam. Hata akikuja hata unaibu na mkimbililia, unasema wae Yesu bwana, tumekungoja sana bwana wangu, tumekungoja sana.
Mungu ashukuriwe siku ile siku. Unangojea ujigane. Ukipata kuna dhambi ndani yako unasema hii dhambi sitaki nipatikane nayo, sitaki. Yesu nisaidie niing'oe. Ndio ukikuja kwake hauna kitu kinakaa na aibu. Hauna aibu ndani yako. Unashikilia nini hii ambayo itakuaibisha mbele ya Yesu? Watu wanashikilia mambo ambayo wanajua wakikuja mbele ya Yesu hata saizi katika jicho la imani hawawezi kusimama mbele yake nayo. Na ujasiri ni jambo la kurepent about. Sasa kama saizi hata umuoni na macho, wakati utamwona na macho ndio utaweza kumkimbililia naye. Saizi unamwona na jicho la imani na bado una aibu. Ile siku utamwona uso kwa uso ndio utamkimbililia nayo moyoni. My brother and my sister, nini umeshikilia moyoni mwako ambayo inakuaibisha mbele ya Yesu? Iondoe kama mtu ambaye anatazamia kumuona. Yesu Kristo amekuamrisha fanya kitu hautaki kufanya. Utaweza kumwangalia akija kweli? Utaweza kumwangalia akija kweli? Utaweza? Hata wengine wenye dhambi hapa hawajamwamini Yesu Kristo. Sasa hata yenu ndio mbaya zaidi. Amekufa, ameinuliwa mbele yenu kama yule aliyesulubiwa, na unaitwa kumwamini na hautaki. Wewe ndio utaweza kumwangalia sasa? Hautaki kumshikilia kama yule ambaye alikufa kwa ajili yako. Wewe ndio utaweza kumshikilia? Utaweza kumtazama? Utaweza? Hata kuuliza nini? Wengi hata hawajapata kusikia Injili. Wewe umesikia mara 5. Wewe umesikia kuhubiriwa, ukaona dhambi yako imefunuliwa, hata ndio ukakausha moyo hata zaidi. Utaweza kumwangalia Yesu? Ni kufanya mambo yako hapa. Umekuja kanisani kuonekana. Utaweza kweli ndugu yangu kumwangalia Yesu katika ufufuo? Allah. Ulimwengu wanazidi kujichunga. Walimwengu si wanachunga mili yao, wanachunga miili yao. Wanachunga pesa zao, wanakuwa wachoyo, hata wataki kupea familia zao. Si ni pesa anachunga? Ama unafikiri ni nini? Ama anajichunga yeye mwenyewe? Mkristo unaambiwa spend and be spent for the sake of Jesus Christ. Wengine hata walimwengu wanaspend na wanakuwa spend kwa sababu ya mambo ambayo hayatafaidi hata zaidi ya kifo. Zaidi ya kifo imsaidii. Amevunja familia yake, amefanya nini kwa ajili ya pesa. Anafika 80 yako na mamilioni. Alafu sasa wewe na mamilioni zako. He has spent and become spent for the sake of money. And now that is all he has. Lots of money. Very nice. Watoto wadogo wanamwangalia, wanatamani kuwa kama yeye. But that is all he has. That is all he has. Money, he has lots of it. Jamaa amespend na amekuwa spend kwa ajili ya wanawake. Kwa hivyo ame give up everything. Ame give up everything for the sake of that. Alafu sasa si ako nao wanawake, si ndio? But that is all he has. That is all you have. You and your women. Baki na wao wote basi. Tuone venye anakusaidia. Yesu Kristo anakuambia wewe kuwa tayari kujituma na kutumika kwa ajili yangu mimi. Utumike kabisa kwa ajili yangu mimi.
malipo yako utayaona siku ya ufufuo. Kwa hivyo watu kama Paulo, soma story ya Paulo. Paul was spent himself. Paulo alijituma kabisa na akatumika kabisa kwa ajili ya nini? Ya huyu Yesu. Akatandikwa viboko, akasema viboko, kwani viboko ni nini? Wacha nitumike kwa ajili ya Yesu. Akafungwa hadi jela na mwishowe hata akafanya nini? Hata akafa kwa sababu ya jina ya Yesu. Kwani ni nini? Si Yesu amekufa kwa ajili yangu. Hata kifo saizi haina ile uchungu ambayo ilikuwa nayo kitambo, sababu ninaingia kifo kama yule ambaye tayari Yesu Kristo ameionja kwa niaba yangu. Kwa hivyo ninaingia kwa kitanda ambacho kilikuwa na miba, sasa kimewekewa cushion hapo juu. Ninaingia sasa kiko na cushion. Yesu ameniachia cushion pale ndani. Ama nafikiri Mkristo anakufa kama mtu mwenye si Mkristo. That is very different for a Christian. That is extremely different for a Christian. Why? Because Jesus Christ has said, I will never leave you nor forsake you. Even in death, Jesus Christ is there with you. Hata katika kaburi Yesu Kristo yuko hapo na wewe. I will never leave you. Never. Sitawahi kuacha. Hata katika kaburi huyo Yesu wake yuko hapo na yeye. Mkristo anaenda kwa kifo, hiyo ndio comfort yake. Huyu Yesu amekuwa akitembea na mimi maisha yangu yote, na nina uhakika kwamba amekuwa akitembea na mimi. Yeye ndo atatembea na mimi katika kifo, na yeye ndo atafanya nini? Atanifufua. Na nitakapomwona sitakuwa na aibu, sababu nimeishi kama yule mtu ambaye yeye ndio hazina yangu. Yeye ndio kitu cha thamani kubwa kwangu. He is my treasure. Hiyo ndio ufufuo wa Yesu Kristo unakuambia wewe ndugu yangu. Ishi kwa ajili ya Yesu. Ishi kwa ajili ya kitu kinachodumu. Ishi kwa ajili ya jambo hakika. Ishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Paulo anasema katika verse 30 to verse 32. Nasi kwa upande wetu, kwa nini tunajihatarisha kila saa? Kama majivuno yangu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu ni kweli, ndugu zangu, ninakufa kila siku. Kama kwa sababu za kibinadamu tu nilipigana na wanyama wakali huko Efeso, ningekuwa nimepata faida gani? Kama wafu hawafufuliwi, ningepata faida gani? Kama wafu hawafufuliwi, tuleni na kunywa, kwa kuwa kesho tunakufa. Hiyo ndio sauti ninaambia watu ambao wamekataa kumwamini Yesu Kristo. Tambua basi ndugu yangu, chochote kile ambacho umeweka imani yako hapo hakiwezi kukuweka hata zaidi ya kifo. Kifo ndio mwisho. Kwa hivyo wewe, Paulo anakuambia basi jienjoy. Kama Yesu Kristo hajajifufuliwa, jienjoy. Jienjoy. Kwa sababu kifo ndio hicho kinakaa. Kama utaki kumwamini Yesu Kristo, kama umeona Yesu Kristo ni bure, kama unaona mambo ambayo tunahubiri hayana maana, ndugu yangu, basi wewe endelea mahali huko. Endelea na ubaki hapo. Jienjoy kabisa. Ujue yako yanaishia wapi? Kaburini ndio mwisho. Si ndio? Wengine wanasemanga hivyo. Nakwambia kuna wengine wanaongeanga hivyo nilisikia mwingine akisema pale WhatsApp. Ati mimi sipendangi watu wananiambia ati nikikufa nitafanya hivi, ati nitaanza kuregret. Sipendangi nikikufa. Sasa kama nimejienjoy hii yangu yote, sasa na nikikaa hapo na ninakufa na regret, so what?
mimi na celebrate siku moja, siku mbili, alafu nifanye nini? Nikufe na yote yaishe. Huyo amemezwa na ulimwengu. Wacha amezwe na ulimwengu basi, na wacha aonyeke, ajue kama kuna ufufuo wa wafu, hiyo yote atafanya nini? Atalipia. Ndugu yangu, sawa sawa, umekubali ndio maisha yote iko, si ndio? Umekataa kwamba hata ile milele ambayo iko ndani ya roho yako, ambayo inakwambia kwamba kuna milele iko. Umesema ni ulimwengu, na ni ulimwengu huu peke yake. Kula, kunywa, fanya yote, itakufaidi nini? Kukufa kwa ajili ya Yesu, kupigwa viboko kwa ajili ya Yesu, kutoa pesa zako mfukoni ati unapeana maskini kwa ajili ya Yesu, haina kusaidia nini? Baki na pesa zako, acha mnyonge akufe. Akitaka kujisaidia ajisaidie, si ndio? Kama hakuna Yesu, kwani iko nini? Mwenye anakukosea fanya nini? Piga, ua, maliza. Kwani iko nini? Si anakuwa anaziba furaha yako? Si anaziba kuendelea kwako? Maliza yeye. Hivyo ndio ulimwengu unaishi, si ndio? Lakini kama wewe ni Mkristo, ndugu yangu, tambua Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Hawezi ishi hivyo. Hawezi ishi kama mtu waamini ufufuo wa mwili. Be ashamed, Christian who live the same like a person of the world. Be ashamed. Bwana aibu. Na uanze kufanya kazi kama mtu ambaye anatambua ameokolewa. Kama mtu ambaye anatambua kazi zake zote zina maana. Ninafunga kwa kusoma verse 58. Nafunga kwa kusema verse 58 inasema hivi: kwa hiyo ndugu zangu wapenzi, simameni imara, msitikisike, mzidi sana katika kuitenda kazi ya Bwana, kwa maana mnajua ya kuwa kazi yenu katika Bwana si bure. Amen. Amen. Endeleeni, shikilia hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu haufanyi kazi ya bure, my friend. Mkristo siaida jidanganya. Umetoka siku moja, umehubiri, umefanya nini, na kuambia kila kitu ambacho kinafanyika katika nguvu za Yesu Kristo, it is not futile. Hata kama uoni. Michelle hapa ametupea story ya missionaries kukuja. Missionary mwingine amekuwa drone na mapenzi yake ya Yesu Kristo kueleza injili kwa watu pale katika bara la Afrika, lakini hakuweza kufika, akakufa on the way. Was his journey futile? I tell you no. No. Hata kama vile sisi tunaona hatuoni venye ilifaulu kitu chochote, mimi nakwambia hata yeye kununua hiyo ticket alinunua kwa sababu ya Yesu Kristo. Alinunua akipenda Yesu Kristo. Hata hiyo kuna kitu imefanya. Kuna kitu imefanya katika kusongesha ulimwengu. Ni vile sisi katika macho yetu iliyoanguka hatuwezi ona. Kama mtu angeweza kufanya kitu chochote katika nguvu za Yesu Kristo na ni bure, hiyo ni kumaanisha basi Yesu Kristo hajafufuka. Sababu ubure, ubatili ni tunda la kifo. Ni tunda la futility is a product of sin. Sijui kama unanielewa. Futility, kumbuka nikifunza kuhusu futility. Futility is a product of sin. Yaani ndio maana mwanadamu anafanya mambo akifikiria anasonga mahali, mwisho anagundua hizo juhudi zake zote hakuwa anasonga popote. Imekuwa juhudi bure, imekuwa juhudi batili. Amefanya kazi, ametumia nguvu zake zote, ametumia mali yake yote, akifikiria kwamba anajifanikisha, akifikiria kwamba anajiendeleza, anakuja anapata hiyo yote ilikuwa batili. Ndugu yangu, nakwambia hata kazi ndogo hivi, ukachukua truck kwa sababu unatamani neighbor wako aokolewe, ukatoa hiyo truck ukamwambia, ndugu yangu, habari ya leo, ninataka umjue kuhusu Yesu Kristo, ninataka umwamini, ninataka uokolewe. Akakwambia, kumbafu wewe, toka hapa na mambo yangu ya Yesu Kristo. Nakwambia hiyo kazi yako ni bure. Kazi yako ni bure. It is not
because you did it in the power of who? Jesus Christ. Then it is not futile. It is not imefaulu kitu. Kama haijafaulu kitu, basi Yesu Kristo bado ako kaburini. Yesu Kristo ameshinda ubatilifu wote. Kila kitu ambacho kinafanyika katika Yesu Kristo. Ndio maana hata watu siku hizi ushaisikia watu wanaenjoy kupigwa viboko. Ushaisikia watu wanaenjoy kupigwa viboko. Wanasema tumetandikwa leo, wacha nikwambie. Shangilia, Yesu anaweza. Ushaisikia watu wanaenjoy kupigwa viboko. Except who? Mtu anaenjoy kupigwa viboko ni either two things. Either amechizi ama yeye ni Mkristo. Either amechizi ama ni Mkristo. Kwa maana wengine wanasema Wakristo. Mkristo anajua nikipigwa viboko kwa sababu ya Yesu, it is not futile. Hiyo ni mafanikio hiyo. Wacha watu wapigwe viboko kwa sababu wao ni wezi, sababu wameiba mabibi za wenyewe. Ndio. Hiyo ndio watu wanapigwa kwa sababu ya hiyo. Lakini wacha mimi nipigwe kwa sababu nini? Sababu nilikuwa naambia watu kuhusu Yesu pale kanisani. Wakakuja wakanivamia. Hiyo si batilifu. Hiyo si batilifu. Amen. Amen. Zidi katika kazi ya Bwana ndugu yangu. Zidi kutazamia ile reward ambayo inatayarishwa kwa ajili yako ile siku ya ufufuo. Kama Yesu amefufuka, wewe ni mwili wake, utafufuka pamoja naye. Fanya kazi kama yule mtu anatazamia kurudi kwa Yesu Kristo. Uwa dhambi zako kama mtu anatazamia kumuona Yesu Kristo. Ishi kama mtu anatazamia kurudi kwa Yesu Kristo. Amen. Endelea. Hata ukiteseka, endelea. Tambua kazi yako si bure. Tambua kazi yako si batili. Tutamwona Yesu na tutatukuza jina lake. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu wa milele, tunakushukuru kwa wema wako, kwa fadhili zako Mungu wangu zinazodumu hata milele Mungu wangu. Asante sana Mungu wangu kwa huu wokovu ambao umetujalia katika mwanao Yesu Kristo. Asante kwa kutuhakikishia kwamba wokovu wetu ni wima na unasimama kwa sababu Yesu Kristo amefufuka. Sasa tunatambua Mungu Baba kwamba tuna nguvu ndani yetu, nguvu ambayo imeshinda kifo Mungu wangu. Kwa hivyo tuna nguvu ya kuisha maisha ya mamlaka kama yale tu ya Bwana wetu Yesu Kristo Mungu wangu. Naomba Mungu Baba kwamba nguvu hizi zitaonekana waziwazi katika kanisa hili, katika watu kushinda tamaa zao, katika watu kushinda dhambi zao, katika watu kujitolea kimwili na kiroho Mungu Baba katika kufanya kazi yako, huku tukitazamia kurudi kwa Yesu Kristo na tukijua kwamba hakuna jambo lolote tunafanya ndani yake, hakuna jambo lolote tunafanya katika kumtazamia kurudi kwake ambao ni batilifu au ambao ni bure, na kutukuza kwa wema wako. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.